Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana siku ya leo tena katika kipindi hiki cha maswali na majibu baada ya Pasaka. Kwanza niwatakie wote heri ya Pasaka ambayo imepita. Tunaendelea tena na utumishi. Leo nina maswali mengi kidogo ambayo nakwenda kuyajibu kama tulivyoyapokea kutoka kwa ndugu mbalimbali. Bila kupoteza wakati, nianze na swali la ndugu Nyange kutoka Kenya. Swali hili limeulizwa pamoja na mtu mwingine kutoka Kenya pia, anaitwa Jenny Chao kutoka Kenya. Swali lao limetokana na mazungumzo ya kutakiana heri ya Pasaka. Sasa wakauliza kwamba hawaelewi, hivi kweli Pasaka mitume walisherekea? Hiyo Pasaka tunayosherekea sisi, mitume walisherekea au tunafuata mapokeo tu? Alafu swali la pili, je, kule kumega mkate waliokuwa na mega mitume walikuwa na mega neno, walikuwa na mega mkate halisi? Sasa nakwenda kujibu hivi. Pasaka mitume walisherekea. Kwa sababu gani? Pasaka katika sikukuu zote katika Agano la Kale kulikuwa na sikukuu 8 za Wayahudi, sikukuu 8. Sadaka zote hazikusisitizwa katika Agano Jipya. Ndio maana hatunazo sadaka za vibanda, baragumu, sijui sadaka za nini. Kulikuwa za mikate isiyotiwa chachu. Kulikuwa na sadaka nyingi za mavuno zilikuwepo katika Agano la Kale, na Pasaka ikiwemo. Lakini sadaka zote zilifia Agano la Kale. Agano Jipya hatuioni sadaka, ingawa Wayahudi walijaribu kuendeleza sadaka, ibada za kutabaruku, kwenda vibandani na nini, lakini zilikufa. Sadaka sikukuu iliyo kubwa na ya muhimu kuliko zote ilikuwa ni Pasaka, kwa sababu ilikuwepo Agano la Kale, walisisitizwa wasiache. Ni sikukuu ya milele, waliambiwa hivyo wana wa Israeli, kwa sababu ilikuwa ni ya ukombozi, ile waliochinja mwanakondoo na kupaka damu kwenye miimo ya milango na kusababisha malaika wa mauti kupita juu ya nyumba zao na kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri wote, hata ikasababisha wana wa Israeli waachiliwe watoke. Ile ilikuwa ni siku kubwa mno ya ukombozi. Tulipoingia katika Agano Jipya, walikuwa wanaendelea Wayahudi kusherekea hiyo Pasaka, hawakuiacha. Pasaka ikiwa mbele yao, walikazana kumkamata Yesu na kusema tumuue haraka, tutekeleze hukumu haraka. Ukisoma maandiko, walikuwa wanawahi Pasaka ili Yesu asijakavuruga Pasaka yao. Walikuwa wanaiwahi Pasaka. Kwa hiyo Yesu aliuawa wakati wa Pasaka ya Wayahudi waliokuwa wametoka nayo Agano la Kale ya kukumbuka ukombozi wa Misri. Ili washerekee vizuri Pasaka yao, walimuua Yesu ili wanapoingia katika Pasaka wawe salama, wawe huru kusherekea Pasaka. Bila kujua wakati wanapomuua Yesu, Yesu aliuawa wakati wa Pasaka. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ndiye Pasaka halisi. Ile Agano la Kale ilikuwa Pasaka kivuli. Yesu alikuja kuwa Pasaka halisi. Kwa hiyo wanamuua Yesu wakati wa Pasaka. Ilikuwa Yesu ndio auawe wakati wa Pasaka ili asababishe Pasaka kuwa hai zaidi.
Tunasoma katika Korintho ya kwanza 5 mstari wa 7, anasema Yesu ndio Pasaka mwenyewe. Na siku ya Pasaka Yesu hajaizungumza kwamba sherekeeni hivi, lakini imetajwa tunapobatiza, tunapoingia kwenye ubatizo, tunakumbuka Pasaka. Tunakumbuka kifo cha Yesu ili tufe pamoja naye, tuzikwe pamoja naye, tuishi pamoja naye. Tunaposhiriki meza ya Bwana, tunakumbuka Pasaka. Yesu ndivyo alivyoagiza. Kila mnapofanya hivi mtakumbuka mauti yangu, tutakumbuka Pasaka yake. Kwa hiyo mitume waliendelea kufanya hivyo. Tunapofanya ubatizo tunakumbuka Pasaka, tunapofanya meza ya Bwana tunakumbuka Pasaka. Na kwa sababu ndio Pasaka iliyosisitizwa kuliko sikukuu zote, ni Pasaka hai wala sio mapokeo. Mapokeo inaweza ikawa Christmas, yanaweza kuwa mapokeo kwa sababu ilibuniwa, lakini haikusisitizwa popote katika maandiko. Lakini watu walikubali kwa sababu ya kumwadhimisha Bwana, lakini sio Pasaka. Kwa hiyo hatusherekei Pasaka kama mapokeo. Ni kitu wana wa Israeli waliambiwa ni sikukuu ya milele kwa sababu ni siku ya ukombozi. Kule kumega mkate, si kwamba walikuwa wanamega neno, hapana. Walikuwa hawamegi neno, walikuwa na mega mkate. Tukisoma katika Korintho ya kwanza ili kuthibitisha kwamba haikuwa mkate, haikuwa mkate, haikuwa neno, ulikuwa ni mkate. Korintho ya kwanza tuangalie ile sura ya 10. Korintho ya kwanza sura ya 10, kama utakwenda pamoja nami, ule mstari wa 16. Kikombe kile cha baraka Vipi, unatamani kukua katika neno la Mungu? Unataka kujifunza neno la Mungu kwa kina ukiwa nyumbani kwako tu? Sasa ni wakati wako. Kingdom Truth Bible College KTBC inakuletea masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao kupitia simu yako tu. Jifunze neno la Mungu na uimarike kiroho popote pale ulipo duniani. Ni rahisi sana. Kikubwa uwe na akili timamu, ujue kusoma na kuandika, na uwe na hamu ya dhati ya kujifunza Biblia. Tuna walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa kufundisha biblical theology, na utajifunza kozi zaidi ya 24 zitakazokubadilisha kimwili na kiroho. Kujiunga, tuma neno usajili kwenda namba 0741996990. Mara baada ya hapo utapokea maelekezo rahisi tu ya namna kujiunga, ama tembelea www.ktbc.ac.tz na utachukua fomu yako kwa shilingi 10,000 tu ama $15. Tupigie simu au kwa WhatsApp namba 0769007328. Kuwa sehemu ya kizazi kilichojengeka kiroho na kimwili kwa ufanisi wa hali ya juu kupitia Kingdom Truth Bible College KTBC. Blessed. Barikicho. Je, si ushirika wa damu ya Kristo? Analifundisha kanisa la Korintho kwamba ibada hii ya kikombe na ushirika ilikuwepo. Mkate ule tuumegao si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote tupokea sehemu ya ule mkate mmoja. Kuonyesha kwamba walikuwa wanaendelea na ibada ya ushirika, kukumbuka. Kama nilivyosema, ibada ya ushirika inakumbusha Pasaka. Ubatizo unakumbuka, kwa sababu katika ubatizo tunaungana katika mauti yake. Katika ushirika tunaungana katika kushiriki damu yake na mwili wake. Sura ya 11 ya Korintho, sura ya 11 ya Korintho wa kwanza, pia ukianzia mstari wa 17 na kuendelea, anawasisitiza kila wanapokutanika kula mkate wa meza ya Bwana wanakumbuka mauti, wanakumbuka kifo cha Yesu. Wasiache, wajihoji. Kwa hiyo sio mapokeo. Mitume walifanya. Hatuzungumzi walipokusanyika kusherekea Pasaka, lakini
kutokana na msisitizo wa Agano Jipya wa kusherekea Pasaka. Sio kila kitu lazima kielezwe. Kuna vitu vingine ambavyo havijaelezwa lakini ni vya muhimu, unaviona kabisa kwamba hivi havikufutika. Yaliyofutika tunayaona, wala hayatajwi mahali popote. Kwa hiyo Pasaka ni halisi. Katika Korintho hiyo ya kwanza sura ya 5, nisome ule mstari. Korintho ya kwanza sura ya 5 ule mstari wa 7, anasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Basi na tuifanye karamu. Unaona huo mstari wa 7 na mstari wa 8. Karamu ni nini? Karamu ni sherehe. Karamu ni sherehe. Tuifanye karamu, tufanye sherehe, si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo. Tunaifanya sherehe na karamu ya Pasaka wetu Yesu Kristo kwa moyo safi. Hilo swali la ndugu Nyange na Jeni nadhani nimekwisha kujibu. Swali la pili linatoka kwa ndugu John William kutokea Facebook. Yeye ameuliza, anasema, ndugu, unaposema mbinguni hatuendi na mwili, mbona kuna watumishi walitwaliwa wakiwa hai? Walikuwa hai, walienda wakiwa hai na miili yao. Amemtaja Elia, amemtaja na Henoko. Sasa ni hivi, unajuaje kwamba walikwenda hai? Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5, maana tuwe tunahakikisha. Ukisoma sura ya 5 ya Mwanzo kuhusu Henoko, ule mstari wa 23, siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka. Alitoweka. Kwa nini alitoweka? Mungu alimtwaa. Alimtwaeje? Alimbeba akiwa hai kwenda naye? Alitoweka. Hata Musa, kumbuka, na Musa naye alitoweka. Je, kutoweka kuna maana ameenda na mwili? Kuna maana ameenda ameenda akiwa hai na mwili wake? Kutoweka maana yake hawakumuona. Kwa nini? Mungu alimchukua, Mungu alimtwaa. Alimtwaeje? Alimtwaa na mwili. Unahakikishaje? Elia, Biblia pia inatuambia kuhusu Elia. Ukisoma ile Wafalme wa pili sura ya pili, Wafalme wa pili sura ya pili, Elia jinsi alivyotwaliwa, Biblia inasemaje? Ukienda mstari wa 12, mstari wa 11, sura ya pili mstari wa 11, ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, na Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Na Elisha akaona, akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimuone tena. Sasa kama Elia alipanda akiwa hai na mwili kwenda mbinguni, na magari ya moto nayo yalitoka mbinguni, kwa hiyo mbinguni kuna magari ya moto, kuna farasi, ujue vitu vinavyotokea kama ishara. Kwa hiyo mbinguni walikwenda kwa upepo wa kisulisuli. Upepo wa kisulisuli maana yake ni kimbunga. Kwa hiyo mbinguni kuna kimbunga,
kuna magari, kuna farasi na magari. Tambua kwamba vitu vingi vinavyotokea vinatokea kiishara. Kwa mfano, tunaposema mbinguni. Mbinguni maana yake ni juu katika ulimwengu wa kiroho. Lakini hata Yesu alipokuwa kiomba alielekeza macho yake juu. Lakini kule sio juu, kule juu ile juu. Unapoonyesha mbinguni unaonyesha mkono juu. Yesu anapopaa alienda juu, asingeenda chini. Vitu vingine ni ishara. Sisi ni wa juu na ishara zetu ni za juu. Biblia inatuambia maandiko mengi. Sisi mwili hauendi, ni roho. Kwa kuwa Yesu ni roho, kwa kuwa Mungu ni roho. Na Biblia inasema tutafanana naye. Kama unaamini kwamba Mungu ni roho, utafanana na Mungu, uamini hivyo. Kama unafikiri utafanana na Mungu kwa sababu Mungu ana mwili, basi Mungu ana mwili na wewe utakuwa na mwili. Kama Mungu ni mwili sio roho, na wewe utakwenda na mwili. Kama Mungu ni roho, utakwenda na roho. Tusimame katika maandiko ya msingi. Watu wanang'ang'ania sana kwenda na mwili mbinguni kwa sababu wanafikiri wanakwenda kula, wanakwenda kutembea, wanaenda kucheza. Ndivyo wamefundishwa mapokeo. Ndio maana wanang'ang'ania sana watu kwenda na mwili. Wanadhani kule mbinguni kutakuwa na kula na kunywa na kufurahi na kutembea na kucheza. Biblia, maandiko yote yanayosema tunakwenda roho hawayaoni. Ya kusema tutafanana na Mungu aliye roho hawayaoni. Wanafikiria vitu vichache. Hapana. Mambo mengine ni ishara tu. Hatukisema mbinguni, inua macho mbinguni, utainua juu. Lakini sio kwamba kule juu ndiko Mungu aliko. Mungu yuko hapa. Unapoinua macho juu na maana Mungu yuko kule juu, kumbe Mungu yuko ndani yako. Sisi tunaambiwa sisi ni wa juu. Ni wa juu kweli, tuko juu, lakini tuko hapa duniani. Tu wa juu katika ulimwengu wa kiroho usioonekana na macho. Watu wanataka sana vitu vinavyoonekana na macho, ndio wanavyopenda. Kwa hiyo ndugu yangu John, kuhusu Elia kwamba mbona alienda hai mbinguni na mwili, wala Biblia haisemi. Alitoweka mbele ya Elisha na upepo wa kisulisuli, yani kumchanganya sione, hakumuona tena. Sasa kama naamini alikwenda na mwili na nini, basi kumbe mbinguni unaweza kwenda na magari na farasi, umepanda farasi. Angalia, tambua mambo ya ishara yanayoashiria kitu na mambo yaliyo halisi. Enoko, Biblia inasema alitoweka. Hatujasoma habari za Musa. Musa alitoweka. Je, Biblia inasema alikwenda kiwa hai? Na mwili wake akapanda kaenda? Hayo ndio yanaweza kuwa mapokeo au fikira za watu, lakini sio Biblia. Ndugu yangu Deus Ganyoile, yeye ameuliza kutoka kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa kwanza. Ufunuo 21. Amerejea katika somo langu nililofundisha kuhusu mbingu mpya na nchi mpya. Kwamba ndugu, mbingu mpya na nchi mpya, Yohana alikuwa hatabiri, alikuwa na nukuu maneno yaliyotabiriwa na Isaya. Isaya ndiye aliyetabiri kuja kwa mbingu mpya na nchi mpya. Na hiyo mbingu mpya na nchi mpya ni agano jipya. Sisi tuko ndani ya agano jipya, tuko ndani ya mbingu mpya ambapo tunaishi katika maisha mapya ya kiroho na kila jambo ni jipya. Sasa ndugu yangu anauliza hivi, anasema katika ule mstari wa kwanza unasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, na kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Akasema anakubali kwamba mbingu mpya ni agano jipya. Sasa wala hapana bahari. Bahari ni nini? Kama mbingu mpya ni agano jipya, bahari ni nini? Katika maandiko, bahari inafananishwa na ulimwengu. Ulimwengu ni bahari. Ulimwengu ni bahari. Kuna mifano mingi katika maandiko, lakini nikupe machache tu.
ukisoma Danieli sura ya 7, anasema katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake, basi aliandika ndoto. Danieli aliona wanyama wakitoka katika bahari. Mstari wa 3, wanyama wakubwa wakitoka baharini. Bahari ni ulimwengu. Biblia inafundisha mara nyingi bahari ni ulimwengu. Wanyama wale ni wafalme wa ulimwengu. Hata Yohana katika Ufunuo akinukuu maneno ya Danieli sura ya 13, naye ametumia neno hilo hilo. Anasema mstari wa 1, kisha nikaona mnyama kitoka katika bahari. Bahari inawakilishwa na ulimwengu. Isaya naye anazungumza ulimwengu kama bahari iliyochafuka. Isaya tunasoma anaelezea ulimwengu ni kama wenye matatizo, ni kama vile bahari iliyochafuka. Yaani ulimwengu siku zote unafananishwa na bahari. Mungu amekuja kutuokoa. Yesu alipoleta agano jipya, alipoleta mbingu mpya na nchi mpya, yani ulimwengu wa kiroho. Na ulimwengu nao lazima uwe wa kiroho. Kama mbingu ni ya kiroho na nchi ni ya kiroho kwa watu wa Mungu, na ulimwengu nao ni wa kiroho. Kwa hiyo bahari haipo tena. Ile bahari ambayo ni ulimwengu, kwa watu wa Mungu wametengana na bahari. Sasa kama wametengana na bahari, wanakaa wapi? Biblia inatuambia wanakaa katika bahari ya kioo. Tumehama kwenye bahari ambayo ni ulimwengu, tunakaa katika bahari ya kioo. Soma Ufunuo sura ya 4, inaeleza habari ya bahari ya kioo. Sisi hatupo katika bahari, yani hatupo katika ulimwengu, ila tupo katika bahari ya kioo. Yani tuko katika ulimwengu mwingine, inaitwa bahari ya kioo. Watu wasiomwamini Mungu hawakai bahari ya kioo, wanakaa katika bahari. Sisi tumetoka kwenye bahari, tunakaa katika bahari ya kioo. Bahari kwetu haipo. Mstari wa 6, sura ya 4 ya Ufunuo mstari wa 6 unasema, na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwa kwa wenye uhai 4, wamejaa macho ndani na nje. Kanisa liko mbele ya Kristo, liko mbele ya kiti cha enzi, na wanakaa katika bahari ya kioo. Yaani wako katika ulimwengu wa kiroho. Tunapokuwa katika ulimwengu wa kiroho, tuko mbele za Bwana. Ufunuo hiyo sura ya 15, Ufunuo 15 pia anaeleza mstari wa 2, anazungumzia kuhusu kanisa. Mstari wa 2 anasema tena, nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake, kwa sababu ya hesabu ya jina lake, walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo. Wale washindi, wale waliookoka, wako kando ya bahari ya kioo. Hawakai kwenye bahari, wako kwenye bahari ya kioo. Wewe ukiwa mshindi hauko baharini. Bahari kwako ilishaondoka, uko kwenye bahari ya kioo. Bahari ni ulimwengu wa dunia. Bwana ametuokoa katika ulimwengu, ametupeleka ulimwengu mwingine. Ukisoma Kolosai 1 mstari wa 13 anasema Bwana alipotuokoa alituhamisha. Alituhamisha wapi? Ametuhamisha katika ulimwengu, ametuingiza ulimwengu wa kiroho. Ametuhamisha katika bahari, ametuingiza kwenye bahari ya kioo. Mungu atubariki. Katika ufafanuzi huo ninaamini utaelewa. Ndugu Ezekieli Malashi, yeye ana maswali mawili. Lakini swali la kwanza anazungumzia juu ya mawe 5 ya Daudi. Mawe 5 ya Daudi ambayo aliyachukua kwa ajili ya kumpigia Goliath. Na katika yale mawe 5, jiwe moja tu lilimpiga Goliath. Anauliza, haya mawe yana maana gani kiroho?
kwa sababu amewasikia wengine wakisema zile ni huduma 5. Kwa kweli, niwe mkweli kabisa, sijapata ufunuo huo kwamba yale mawe 5 yana maana fulani katika kiroho, kwamba tunaweza tukayalinganisha na huduma 5. Sielewi. Kila mtu ana mafunuo yake. Labda huyo mtu ambaye anafundisha hivyo, hata mimi ningependa kumuuliza anayakuta wapi, kwa sababu hatukisii, tunathibitisha. Ili kulipata jambo ni vizuri uthibitishe kuliko kukisia. Kama yeye ana ufunuo, hata mimi nimesikia, hata mimi nimepata kusikia watu wanaosema mawe 5 ni karama 5. Sasa ina maana wanasema lazima uwe na mawe 5. Je, kila mtu anapaswa kuwa na karama 5? Kama kweli ni mawe 5 yale ni karama 5, kweli kila mtu anapaswa awe na karama 5? Maana karama zile 5 sio za kila mtu, ni karama zinazohudumu ndani ya ufalme wa Mungu, ndani ya kanisa la Mungu. Kwa hiyo kwa kanuni ipi, kwa msingi upi, kwa uthibitisho upi, hata mimi ningependa kujua. Siwezi kulijibu kwa uhakika swala hili, kwa sababu watu wengi wanakisia au kudhani au kama kweli wana maono, lakini siwezi. Alafu nikirudi hata zile karama 5, unajua tunapishana. Kuna wengine hawaamini kwamba kuna karama 5. Wanaamini, wengine wanafundisha kwamba kuna karama 4. Wakati wengi wameshikilia karama 5, lakini wengine nimewasikia pia wakitoa hoja tu za msingi kwamba hakuna karama 5, kuna karama 4. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasimama katika ule mstari wa 11 wa Efeso 4 unataja alitoa wengine kwa mitume ni 1, wengine manabii ni 2, wengine kuwa wainjilisti ni 3, wengine kuwa wachungaji na walimu. Mchungaji na mwalimu watu hawakubali kwamba ni karama 2 pale. Kuna watu wamesimama wanasema hiyo ni 1, mchungaji mwalimu. Mchungaji lazima awe mwalimu. Kwa hiyo vitu hivi vya kusema karama 5 au karama 4 au Daudi alikuwa na mawe 5, zilikuwa ndizie ni karama 5. Sasa je, kila mtu atakuwa na karama 5 au karama ni huduma ya kanisa zima? Kwa kweli, kama nilivyosema, siwezi kuthibitisha kwamba yale mawe yana maana gani kiroho. Inategemeana na maono ya mtu, lakini mtu anapokuwa na maono ni vizuri athibitishe pia. Sitakuwa na mengi zaidi juu ya hilo. Swali la ndugu Ezekieli la pili, yeye ameuliza hivi ni dhambi gani ambayo mtu hawezi kujiombea mwenyewe? Ni dhambi gani ambayo Mkristo hawezi kujiombea mwenyewe msamaha? Lazima aombewe na mtu sala ya toba. Ni dhambi aina gani? Biblia haijawa na kazi ya kutuambia mambo hayo yote. Mtu wa Mungu anayemjua Mungu ndiye anayefahamu. Hata toba hazifahamu nani pia. Ndiye anayefahamu amefanya kosa kiasi gani, anahitaji toba ya namna gani. Kwa mtu wa Mungu yeyote aliye na mahusiano na Mungu, anapofanya kosa, siku zote toba ni ya kawaida, ni maisha ya kawaida ya Mkristo. Tunakosea katika maneno, tunakosea katika mawazo, tunakosea katika matendo. Siku zote tunakwenda mbele za Bwana kwamba Mungu, naomba unisamehe. Lakini kuna mambo huwezi kumwomba Mungu msamaha tu, unahitaji na matendo. Kwa mfano, umechukua kitu cha mtu, huwezi kumwomba Mungu msamaha, unakwenda kurudisha. Huwezi kumkosea mtu kaenda kuomba msamaha kwa Mungu, inahitaji ukatengeneza na huyo mtu. Kuna msamaha ambao lazima ufanye action, utende jambo ili kuonyesha kweli unaomba msamaha. Sio kila kitu tunaenda kwa msamaha, lakini maisha ya Mkristo siku zote tunaomba msamaha mbele za Mungu atusamehe. Tunakosea katika mambo mengi, lakini kuna makosa huwezi tu kwenda kirahisi mbele za Mungu nasema naomba nisamehe. Mfano, mtu amezini, alafu nakwenda mbele za Mungu nasema Mungu, naomba nimezini, unisamehe. Hapana.
Kuna vitu, ndio maana Mungu aliweka viongozi. Katika Agano la Kale kulikuwa na makuhani wa kuchukua dhabihu, na uwezi kuomba msamaha hivi maneno matupu, lazima utoe dhabihu ili ikubaliwe au ikataliwe. Ndio maana waliwekwa makuhani. Katika Agano Jipya hatujawekewa sheria hizo. Lakini kwa nini Mungu ameweka kanisa liwe na viongozi? Kanisa lina viongozi kwa ajili ya kuwasaidia watu mizigo yao. Tunawasaidia katika ushauri, kuwasaidia katika maombi, kuwasaidia katika kuwanyakua. Lakini kama tutasema hatuko Agano Jipya, unatenda dhambi, unajiombea mwenyewe, maana yake viongozi hawana kazi. Na hatujawa na sheria pia ya Agano la Kale kwamba kila kosa uende kwa kuhani mueleze, kila kosa uende kwa mchungaji ukamweleze. Hatuko hivyo. Lakini nilifundisha katika somo fulani lililopita, nikasema unapofanya dhambi ya makusudi, unapofanya dhambi ya mauti, kwa mfano mtu anazini, manake huyu amezidiwa, unahitaji msaada wa mtu mwingine kuokoe, uko kwenye janga, uko kwenye shimo. Hata wewe, hata dhamiri yako inakwambia kabisa kwamba hapa nimeanguka, hapa nimeshindwa. Kuna mtu anaweza kutenda dhambi lakini asianguke. Kuna mtu anatenda dhambi anaanguka. Sasa ukianguka unahitaji kuinuliwa na watu wengine. Kama kanisa litakuwa la kusema tu kwamba Mungu anasikia kila kitu, omba omba, sasa na kuorodhesha kwamba dhambi za kwenda kwa mtumishi mwingine kuombee ni hizi na hizi na hizi na hizi, dhambi ambazo za kujiombea mwenyewe ni hizi na hizi na hizi, ni vigumu. Kwa sababu maisha ya mtu tutakayemweleza hivyo labda ni mtu ambaye hamjui Mungu. Lakini kama una mahusiano na Mungu, unajua kabisa kwamba hapa mpenyo umeharibika, yani hapa mambo yameharibika, nahitaji mtu anisaidie. Unajua mwenyewe, hatuwezi kukuorodheshea. Labda mtu ambaye haelewi hata mahusiano na Mungu, hata isiwe uzinzi. Kuna makosa mtu naweza kuona jambo kabisa hili limekuzidi, siwezi kwenda, hata ujasiri wa kumwomba Mungu sina, nahitaji nimwambie mtu. Unajua, hakuna mtu aliye mkuu juu ya mwenzake. Tunasaidiana, tunahudumiana. Nikishindwa, nikiona hapa nimeomba nimeshindwa, sipati amani, sipati, kwa sababu ninamjua Mungu, najua amani ya Mungu kwamba imetoweka, naenda kwa mtu anisaidie. Huko ndio kufunguka. Huko ndio kufunguka. Lakini tukisema kila mtu tu anaombaga tu mwenyewe, anajiombea, unatenda dhambi unajiombea, sio kweli. Basi Mungu asingeweka uongozi ndani ya kanisa. Na katika swali hilo ndugu Marashi, Ezekiel Marashi ameongeza kwa kusema, ni watu gani maalum ambao wanaweza kuongoza sala ya toba? Ni watu gani maalum ambao wanaruhusiwa au wana uwezo wa kuongoza sala ya toba ili mtu asamehewe? Kwanza niseme hivi, mtu hasamehewi kwa sababu ya kuongozwa sala ya toba na mtu. Mungu hawezi kukusamehe kwa sababu kuna mtu amekuongoza sala ya toba. Mungu anakusamehe kutokana na toba yako, toba ya kwako. Fikiria, ninakuongoza sala ya toba wakati ndani yako huna toba. Mungu atakusamehe kwa sababu mimi nimekuongoza sala ya toba? Watu wengi tunawaongoza sala ya toba na tunawaambia sasa hivi umepokea sala ya toba hii, umeokoka. Hawaokoki. Mtu hawezi kuokoka kwa sala ya toba niliyomuongoza mimi. Anaokoka kwa sababu yeye ndiye aliyetubu. Mimi ni msaidizi, sisi ni washauri. Kwa hiyo kusema ni nani ambaye ana maombi maalum ambaye anaweza kumuongoza mtu sala ya toba Mungu akamsamehe, hayupo. Viongozi tunawaongoza sala ya toba watu, sio kwa sababu kwa kuwa tumeongoza sala ya toba ndio Mungu anawasamehe. Mungu hasamehi kwa sababu kuna mtu amekuongoza sala ya toba. Mungu anakusamehe kwa sababu ameona toba yako. Mimi ni msaidi. Na kule kujileta mbele ya watu ni kuonyesha ile transparent, kuonyesha ule wazi kwamba kweli umenuia, kweli uko serious.
Usiriasi wako huwezi kuonyesha ukiwa peke yako chumbani. Usiriasi wako unauonyesha unapojiweka mbele ya watu, watumishi wa Mungu. Ule ni usiriasi, kuonyesha ni serious. Ni ule useriousness ndio unaoonyesha kwamba paka unakubali kwenda mbele za watu. Ungeweza kuomba mwenyewe msamaha. Lakini ule uwazi, kuheshimu, ule kuonyesha utii, kuonyesha unyenyekevu. Tunapokwenda mbele za watu na kuomba, tunaonyesha unyenyekevu, tunaonyesha utii, tunaonyesha userious. Lakini ndani yangu kama hakuna useriousness, kama hakuna toba, alafu mtu akaniongoza sala ya toba, siokoki wala sisamehewi, kwa sababu kuna mtu ameniongoza sala ya toba. Alafu nikwambie, mimi nimekuwa mtumishi kwa muda mrefu kidogo. Wengine hawatanielewa jambo hili. Mimi ninaanza utumishi wa uchungaji miaka ya 70. Nilikuwa sijawahi kusikia kwamba kuna watu wanaongozwa sala ya toba. Ilikuwa haipo. Ninakumbuka katika utumishi wangu mambo ya kuongoza sala ya toba imeanza miaka ya 80. Miaka ya 80 ndio watu wakaanza, mtu asiwa maana huko nyuma mtu anaposema nimekuja kumpokea Yesu, tulikuwa napiga magoti tunamuombea. Ndivyo ilivyokuwa imeenea katika makanisa. Mtu anakuja kumpokea Yesu aombewe. Baadaye ikaja elimu tu, kama hizi elimu zikaja. Jamani, si vizuri kuombea, atamke na yeye maneno yake. Awe anatamka, sio tumuombee tu. Awe anatamka, maana Biblia inasema ukimkiri. Sasa tunapoombea tu, wao hawakiri. Sasa wanakirije watu wasiojua? Tuwe tunawaongoza. Unaona? Yameanza mambo hayo, mafundisho hayo, ndio ikaanza sasa. Kabla ya hapo hakukuwa na mtu kumuongoza sala. Mtu alikuwa anaombewa. Je, watu walipokuwa hawaombewi sala ya toba, walikuwa wanaokoka, walikuwa hawaokoki? Walikuwa wanaokoka. Kuokoka au kusamehewa kunatokana na toba ya mtu. Lakini kwenye mikutano tunawaongoza watu sala ya toba. Je, wanaokoka? Ni wale walio na toba ya kweli ndio wanaokoka. Sio wale tuliowaongoza sala ya toba wanaokoka, hapana. Mungu anaangalia moyo. Kwa hiyo siwezi kusema kuna mtu maalum ambaye akikuombea sala ya toba unasamehewa. Toba inakutegemea sana wewe. Lakini viongozi, Biblia inatuambia katika Korintho ya pili, nadhani Korintho ya pili mstari sura ya kwanza, Korintho ya pili sura ya kwanza. Vipi, unatamani kukua katika neno la Mungu? Unataka kujifunza neno la Mungu kwa kina ukiwa nyumbani kwako tu? Sasa ni wakati wako. Kingdom Truth Bible College KTBC inakuletea masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao kupitia simu yako tu. Jifunze neno la Mungu na uimarike kiroho popote pale ulipo duniani. Ni rahisi sana. Kikubwa uwe na akili timamu, ujue kusoma na kuandika, na uwe na hamu ya dhati ya kujifunza Biblia. Tuna walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa kufundisha biblical theology, na utajifunza kozi zaidi ya 24 zitakazo kubadilisha kimwili na kiroho. Kujiunga, tuma neno usajili kwenda namba 0741996990. Mara baada ya hapo utapokea maelekezo rahisi tu ya namna kujiunga, ama tembelea www.ktbc.ac.tz na utachukua fomu yako kwa shilingi 10,000 tu ama $15. Tupigie simu au kwa WhatsApp namba 0769007328. Kuwa sehemu ya kizazi kilichojengeka kiroho na kimwili kwa ufanisi wa hali ya juu kupitia Kingdom Truth Bible College KTBC. Blessed. Nisome ule mstari wa 23 na 24. Lakini mimi namuita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu, ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika Korintho. 24. Si kwamba tunatawala imani yenu, bali tu wasaidizi wa furaha yenu. Maana kwa imani yenu mnasimama. Imani yenu wenyewe, toba yako mwenyewe, upendo wako mwenyewe. Sisi ni wasaidizi wa kukupush, wa kukuongoza, kukupa njia na mbinu. Kuna swali la ndugu yetu mwingine anaitwa Lucas Kiswiza.
Yeye ametoa sura nzima, Lucas Kiswiza, sura nzima ya Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 27, unaoelezea habari ya vita, habari ya wafalme walioungana, Israeli na Yuda, mfalme wa Yuda, mfalme wa Israeli na mfalme wa Edom waliungana kwenda kupigana na mfalme wa Moabu. Walipomshinda mfalme wa Moabu alitoa kafara ya mtoto wake ya kuteketezwa ili apate kushindana na Israeli na Yuda, lakini hakushinda, hakufaulu. Swali limekuja hivi, anasema je, kafara ya kumtoa mtu inawezaje kuwa na nguvu dhidi ya neno la Bwana? Sasa pale mimi sijaelewa kidogo, kwa sababu alitoa kafara huyu mfalme wa Moabu, lakini haikuwashinda watu wa Mungu. Pamoja na kafara hakuwashinda. Sasa yeye ameuliza kafara ya kumtoa mtu inawezaje kuwa na nguvu dhidi ya neno la Mungu? Hakuna kitu kinachoweza kuwa na nguvu zaidi ya neno la Mungu, hakipo. Pamoja na kutoa kafara, je, aliwashinda? Hakuwashinda. Kwa hiyo tunabaki kwamba hakuna kafara inaweza kushinda neno la Mungu. Na ijulikane pia kwamba katika Agano la Kale watu waliamini sana kafara. Agano Jipya hatushughuliki na kafara. Wenzetu ukitoa kafara wanaamini walikuwa inawahakikishia kwamba kuna nguvu. Je, katika Agano Jipya tuna kafara? Tunatoa kafara mbele za Mungu? Hapana. Kafara ilitokana na kitu chenye uhai kinachotoa damu. Lazima utoe kitu chenye uhai. Walitoa kondoo, ng'ombe, mbuzi. Watu wengine wakatoa hata watoto wao, kama vile Ibrahim alivyoambiwa kumtoa mtoto wake Isaka. Kafara ilihusiana na vitu vyenye uhai. Lakini katika Agano Jipya hatusamehewi au kupata neema kwa kutoa chochote chenye uhai na damu. Damu ya mnyama na kitu chochote hakina kazi, kwa sababu dhabihu yetu ilitolewa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hatuhusiani na mambo ya dhabihu. Lakini hakuna kitu kilicho na nguvu dhidi ya neno la Mungu. Hata hivi huyu alitoa kafara, hakushinda. Ameongeza swali kusema, je, mtu wa Mungu anayemcha Mungu aliyeokoka, ni wakati gani anaweza kuzidiwa? Anaweza kuzidiwa na nguvu za kafara zinazotolewa dhidi yake. Anaamini kwamba kuna watu huko nje wanatoa kafara dhidi yangu mimi niliyeokoka. Ni wakati gani hizo kafara za watu wanaonitolea huko nje zinaweza zikanidhuru, zikanishinda? Mtu wa Mungu aliye katika Kristo Yesu hawezi kushindwa na kafara za mashetani. Anaweza kushindwa ni pale tu udhaifu umetokea. Unajua tunashindwa kwa sababu kuna mwanya umepatikana, kwa sababu kuna njia imepatikana, kuna mlango tumeacha wazi, kuna makosa yamefanyika. Lakini hakuna kilicho na uwezo juu ya Yesu Kristo aliye juu yetu. Hakuna kafara. Watu wanafanya kafara. Nimepata kuona watu wanafunga na kuomba ili mtu wa Mungu afe, hawafi. Watu wanafanya mambo mbalimbali na ushirikina ili mtu wa Mungu afe, hafi. Kafara wanaweza kutoa. Hakuna wakati kusema wakati huu sasa kafara zinamzidi. Mimi nasema zinaweza kufanya kazi kafara na nguvu za giza kwa mtu wa Mungu ni pale ameacha mlango wazi, ni pale ameregea, ni pale ametoa mwanya. Mambo ya giza yanaweza kutupata. Ndio maana tunahitaji kusimama siku zote daima mbele za Mungu, tusiache nafasi kwa ibilisi. Paulo katika Warumi sura ile ya 8 tunasoma, anasema, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala si mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu. Hatuwezi kusema kwamba kuna kitu kitakuwa na zaidi. Isaya anasema kila silaha itakayoandaliwa kwa ajili yako haitafanikiwa. Kila silaha haitafanikiwa.
Shetani anafanikiwa wakati amepata mwanya. Biblia inasema katika Efeso, msimpe nafasi. Shetani akipata nafasi wakati tumeacha mwanya, anatushambulia wakati wowote. Lakini tukikaa ndani ya Yesu Kristo, hakuna kafara, hakuna kitu kitakachotushinda. Mungu atusaidie. Kuna swali la mtu mwingine, Etienne wa Kongo. Etienne wa Kongo, yeye ameuliza Mathayo 26 mstari wa 29. Mathayo 26 mstari wa 26, Mathayo 26 mstari wa 29. Ameuliza ule mstari unaosema 29, lakini nawaambia sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Sasa nauliza, ni nini hii kwamba sitakunywa uzao huu mpaka siku ile? Uzao wa mzabibu, sitakunywa pamoja nanyi uzao wa mzabibu. Yesu alikuwa na kawaida, wakati wa sherehe walikula pamoja, walikunywa pamoja. Hata siku alipotoa kikombe na mkate kumega, ilikuwa ni desturi yao ya kukaa pamoja, kula pamoja, kunywa pamoja. Walikuwa na kunywa mkate pamoja na divai. Sasa divai hii ilitoka wapi? Ilitoka kwenye miti, mizabibu tunayoifahamu. Tanzania yetu tuna mizabibu. Dodoma wanalima mzabibu. Israeli wanalima mizabibu sana. Walikuwa na kunywa divai iliyotokana na mizabibu. Sasa anawaambia, alikuwa na waaga kwamba sasa ni mwisho. Alikuwa naenda kufa. Sio kama walivyozoea wanakula siku zote mzabibu za divai kutoka kwenye mzabibu na mkate. Sasa ni mwisho, anakula nao mara ya mwisho. Hawakuelewa wao mpaka siku ile atakapokunywa tena. Lini? Tuangalie uzao wa mzabibu, divai, mpaka atakapokula mpya. Je, zabibu mpya, mzao mpya wa mzabibu ni upi ambao atakula pamoja na wanafunzi wake? Kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukayaona, lakini kwa haraka nianze na Matendo ya Mitume, alafu nitarudi nyuma tena. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, ya pili. Matendo ya Mitume ile sura ya pili, siku ya Pentekoste, wakati wamejazwa Roho Mtakatifu wale mitume, wale wanafunzi wake, siku ya Pentekoste, mstari wa 12, wakishangaa kwa mambo yaliyoonekana mbele yao, wakasema maana yake nini mambo haya? Wakawa wanashangaa. Mstari wa 13 tunasema wengine walidhihaki, wakasema wamelewa kwa mvinyo mpya. Na ukienda katika maandiko, sisi tuna mvinyo mpya. Ile mvinyo au divai ya mzabibu ilikuwa ni ya kale. Sisi tuna mvinyo mpya ya Roho Mtakatifu, furaha ya Mungu, inaitwa mvinyo mpya. Hata Yesu mwenyewe alitoa mifano katika sura ya Luka sura ya 5. Luka sura ya 5, ukisoma ule mstari wa nisome mstari wa 37. Luka 5:37. Ipo hata katika Marko, ipo hata katika Mathayo, lakini nimechagua nisome hapa. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikukuu, na kama akitia ile divai mpya itavipasua vile viriba, divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika. Lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba vipya. Agano Jipya, kanisa jipya linatiwa viriba divai mpya. Divai mpya ni nguvu ya Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio inaitwa divai mpya, sio divai ya kale.
Kwa hiyo siku ya Pentekoste wanapojazwa Roho Mtakatifu walikuwa wanakunywa divai mpya, sio ile walioizoea. Katika Luka hii ukisoma sura ya 22, sura hii ya 22 Luka, ule mstari wa 29, na ninawawekea ninyi ufalme kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu. Sisi tuliokoka tunakula na kunywa mezani pake. Tunakula mkate gani? Sio mkate wa kwanza, ni mkate mpya, neno la Mungu. Sio divai ile ya mizabibu, tunakula divai mpya ya Roho wa Mungu na kazi ya Mungu na matendo ya Mungu katikati yetu. Tuko mezani pa Mungu, tunakula divai mpya. Anasema sirudi tena kunywa hii divai ya mizabibu hii, nitakunywa sasa na ile divai mpya. Divai mpya ni mambo ya kiroho. Tunasherekea, tunakunywa mezani pa Bwana. Yesu alikuwa na aga, na anaposema katika ufalme wangu, ukisoma pia Mathayo sura ya 16, Mathayo sura ya 16, unaona tena kuna maneno haya yamejirudia mara kadhaa, lakini nisome hii tu, nitaachana nayo. Sura ya 16 ya Mathayo, Yesu alitamka maneno akasema, mstari wa 28, amini nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Ni ufalme gani aliyokuwa na usema? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ni nguvu ya kanisa, kuanzishwa kwa kanisa. Unajua kanisa lilianzishwa siku ya Pentekoste, ndio nguvu ya kanisa. Ule ndio ulikuwa unaanza ufalme wake. Kuna watu hawatakufa kabisa mpaka watakapomwona Mwana wa Adamu anakuja katika ufalme. Yesu alikuja katika ufalme siku ya Pentekoste, na ndio siku ya divai mpya, mvinyo mpya. Harudi tena kunywa mizabibu. Mpaka leo tunaendelea kula pamoja na Bwana, tunakunywa pamoja na Bwana divai mpya, zabibu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani niishie hapa kwa maswali ya leo. Kama nitakuwa sijajibu swali lolote au nimeliruka au kunielewa, tutaendelea kusaidiana mbele ya safari. Nimejaribu kwa ufahamu wangu yale ambayo nimeeleza, na Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji. Narudia tena kutangaza kwamba mwezi ujao tarehe 1 tunatazamia kuanza masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao. Tumehamasisha watu wajiandikishe kwa shilingi 10,000. Unawasiliana na ndugu yetu Nicholas kwa kujiandikisha. Tutakuwa tunasoma kwa njia ya mtandao, unaletewa masomo, unayarudisha masomo ukisomea nyumbani kwako. Na kila somo tutachaji ada yetu kwa kila somo. Somo moja shilingi 30,000. Na karibu tunakwenda kuanza mwezi wa 5 wiki ya kwanza. Tunaomba wale wanaotaka wajiunge sasa katika jina la Bwana na kukaribisha. Kwa namba yangu ni 0754 04 15 99. Namba ya ofisi ni 0769 00 73 28. Mungu awabariki nyote. Amen.